ABC jimbo la Nairobi, Daktari Mary Nzioki, amewataka wazazi kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanao wanakuwa na maadili mema, akisema misukosuko inaozidi kushuhudiwa katika shule mbalimbali nchini ni kutokana na ukosefu wa nidhamu shuleni. Akizungumza katika shule ya wavulana ya ABC Muvuti, kaunti ya Machakos, ameyataka makanisa mengine yanayofadhili shule kuhakikisha wanafunzi wanakuwa kiroho na wana maadili mema. Mwanahabari wetu Isaac Musioka anatufungulia taarifa hizi za mwendo wa saa 12 na taarifa hiyo kwa kina. Wakati kunapozidi kushuhudiwa msukosuko katika shule za upili nchini, askofu wa kanisa la ABC jimbo la Nairobi, Daktari Mary Nzioki, amebaini kuwa jukumu la kudumisha nidhamu na adabu kwa wanafunzi sio ya walimu pekee, bali wazazi wanafaa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanao wanakuwa kwa njia ipasayo. Ijapokuwa wengi wanalaumu walimu wakati ambapo kumekuwa na utopu wa nidhamu kwa watoto ama kwa wanafunzi na kwa kuchoma mashule, sisi tunasema kwamba jukumu la kwanza la mzazi ni kulea mtoto huyo katika maadili mazuri, na mzazi wa kwanza na mwalimu wa kwanza ni mzazi. Tunasema shule inaanzia nyumbani. Wakati ambapo mtoto amezaliwa na anaanza kulelewa, we want parents to know that they are the first teachers of their children and home is the first school. Kwa hivyo we instill discipline and manners and good morals to their children so that the teachers will have easy moment and time to impart knowledge in the lives of the lives of the children and our students. Akizungumza katika shule ya wavulana ya ABC Muvuti, kaunti ya Machakos, Daktari Nzioki amesema kanisa la ABC kwa uongozi wa Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki limekuwa kipaumbele kuwezesha shule zinazofadhiliwa na kanisa hili. Tumeshukuru sana kusikia kwamba Archbishop wa ABC ameweza kusimama na mashule ya ABC ambayo yako sponsored na ABC kwa hali ya kujitoa sana, na hasa tumeweza kusikia wanafunzi wakifurahi na kushukuru sana hapa kwa sababu aliweza kuwaita, aliwazungumzia na akawapea dina ili waweze kukula pamoja na kuongeleshwa pamoja na waweze kuwa responsible katika hata mambo yao ya hapa shuleni, na hayo ni mambo ambayo yamesaidia watoto positively, yameimpact watoto positively. Akiyataka makanisa mengine yaliyofadhili shule mbalimbali kwa mstari wa mbele kwa kukuza kiroho wanafunzi pamoja na washikadau wengine katika shule zile kwa kuzungumza nao, kwani masomo bila maadili mema hayatasaidia wanafunzi wale. Tunaomba wale mashule mengine ambao wamekuwa sponsored na makanisa, the church should take that front role to come and besides ensuring the oversight ya spiritual nourishment, pia waangalie matters discipline and instilling morals in the lives of the children, because education without morals is clearly making clever devils, and we don't want clever devils who have no integrity and morals. So we are calling upon the other church-sponsored schools. Let the sponsors come out, talk to the children, love them, bring them close. Isaac Musioka, Undugu TV.